msingi ambayo tunapaswa kuyazingatia katika kipindi hiki, mazoezi ya kiroho katika kufunga na himizo kutafakari neno la Mungu, kusali na kutenda matendo ya huruma kwa jirani zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibu katika mwendelezo wa tafakari ya ujumbe wa Kwaresma wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wa mwaka 2026. Leo tutatafakari sura ya 3 ambayo maaskofu wanatualika kutafakari juu ya matendo mema kama mwendelezo wa mwaka mtakatifu. Wapendwa taifa la Mungu, maaskofu wanatualika kutafakari mambo 7 ambayo yalikaziwa sana katika mwaka wa Jubilei. Jambo la kwanza ni upyaisho wa kiroho. Mwaka wa Jubilei ulisisitiza juu ya maisha ya kisakramenti, maisha ya sala na maisha ya maombi na kusoma maandiko matakatifu. Jambo la pili ni msamaha na upendo. Mwaka wa Jubilei ulisisitiza kupokea sakramenti ya kitubio, kudumisha uhusiano wetu na Mungu na sisi kwa sisi. Jambo la tatu ni matumaini na mshikamano. Mwaka wa Jubilei ulisisitiza kuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, kumtumainia yeye katika changamoto mbalimbali. Jambo la 4 ni wajibu wa kiekolojia wa kutunza mazingira na kudumisha uhusiano mwema kati yetu sisi na kazi ambazo Mwenyezi Mungu ameziumba. Jambo la 5 ni kukuza jumuiya, kuishi maisha matakatifu ya kusaidiana katika jumuiya ili siku moja wote tupate kufika mbinguni. Jambo la 6 ni msaada kwa wahitaji. Mwaka wa Jubilei ulisisitiza kuishi maisha ya kusaidiana, kusaidia wahitaji mbalimbali wenye shida, wajane, wagonjwa na watu wenye mahitaji mbalimbali katika jamii. Jambo la 7 ni hija na sala. Mwaka wa Jubilei ulitusisitiza kuhudhuria maeneo mbalimbali yaliyotengwa na kanisa kwa ajili ya kufanya hija, kwa ajili ya kujipatia neema mbalimbali za Mwenyezi Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, katika haya maaskofu wanataka nini? Maaskofu wanatualika, mosi, tutafakari kwamba maisha yetu sisi binadamu yanaendelea, imani inaendelea. Imani sio kipindi cha mwaka mmoja au muda fulani, bali zile tunu ambazo tumezipata katika mwaka wa Jubilei tuzitunze na kuziendeleza kwa wito wa kutenda mema bila kuchoka, kwa sababu maisha yetu yanaendelea sisi binadamu. Pili, maaskofu wanatualika tudumu tukivumilia. Wanatambua kwamba maisha ya sasa changamoto ni nyingi, mambo ni mengi duniani, mahangaiko ni mengi, lakini katika yote tuishi Ukristo wetu, tuishi tukimwenzi Mwenyezi Mungu kwa matendo mema hapa duniani. Lakini mababa maaskofu, mwisho kabisa, wanatualika wakituomba tutafakari sisi wenyewe. Mosi, je, ni neema zipi ambazo tulizipata mwaka wa Jubilei? Basi neema hizi tuendelee nazo, tunu hizi tuziishi kwenye maisha yetu, zikawe nuru na mwangaza wa maisha yetu. Pili, tujitafakari. Je, kwa sisi ambao hatukuweza kunufaika kwa namna moja ama nyingine, kwa hali moja ama nyingine katika mwaka wa Jubilei, basi tutumie Kwaresma tuishi, tupate neema hizo, ili mwisho wa siku tuungane na Mwenyezi Mungu na tuweze kuishi tukimpendeza siku zote za maisha yetu. Wapendwa taifa la Mungu, maaskofu wanasisitiza umuhimu wa kutembea pamoja katika safari hii ya imani. Maaskofu wanatuambia kuwa mwenye imani thabiti ndiye hupata majaribu zaidi ya kuvunjwa moyo na kukatisha tamaa. Wewe Mkristo, wewe mtu wa imani, ona umuhimu wa kutembea na wenzako katika safari ya imani. Ona umuhimu wa kushiriki katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Ona umuhimu wa kuhudhuria na kushiriki vyama vya kitume. Ona umuhimu wa kuishi maisha mema na fadhila katika familia yako. Ona umuhimu wa kushiriki mambo ya kijamii kwa kushirikiana katika hali ya utakatifu. Maaskofu wanatualika na kusema kwamba tukitembea pamoja katika imani, huko tutapata msaada, tutatiwa moyo na tutasaidiana pale ambapo kutakuwa kuna changamoto ambazo zinatukabili sisi katika Ukristo wetu. Mwisho, wapendwa watazamaji, bila kusahau kama ujumbe wetu wa Kwaresma ulivyokuwa unatualika, ndugu, msichoke kutenda mema. Basi tumie nafasi hii kutenda mema daima tukimpendeza Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.